Kwa hivyo nataka tuweze kuangalia neno la Mungu. Asubuhi hii na jambo ambalo tunapika kama tuweze kufunza pamoja na kuhusu ile ilikuwa tunasema kwamba understanding our identity in Christ. Kufahamu utambulisho wetu, identity utambulisho ama vile tulivyo katika Kristo. Sio? Kufahamu sisi ni nani katika Kristo, yaani kwa maneno mengine. Kwa hivyo tunaona kwamba katika maisha yetu sisi ni watoto wa Mungu ambao tumeokolewa na kupitia kwa Yesu Kristo alipokufa msalabani. Kwa hivyo alipokufa msalabani, sisi we got that identity katika Kristo. Gawa identified na Mungu kupitia kwa Kristo. Sisi tukakuwa wana wa Mungu kupitia kwa Yesu Kristo. Sasa sisi pia tunaitwa wana wa Mungu, si ndio? Kwa hivyo ni vizuri kama wana wa Mungu pia tuelewe sisi ni nani katika Kristo Yesu. Maana tusipokuwa na ule ufahamu, sasa zingine shetani anachukua hiyo nafasi. Anachukua advantage kufanya nini? Kutufinyilia chini. Kutunyang'anya hata haki zetu, si ndio? Kufanya tukue kama watumwa katika nyumba ya Mungu ama katika ufalme wa Mungu. Kufanya tusienjoy the privileges and the rights ambazo tuko nazo katika nyumba ya Mungu ama katika ufalme wa Mungu kupitia kwa neno la Mungu. Kufanya tusiwe na courage ama ujasiri wa kuweza kuenda mbele za Mungu na kuweza kutai haki zetu mbele za Mungu kupitia hata kwa maombi. Shetani anachukua nafasi kufanya nini? Kufanya yani tusikue na hizo vitu ambavyo nimeweza kutaja. Inafanya tuone ya kwamba tumelemewa na misiko, ama tuwekea misiko. Kwa hivyo ikuwe ya kwamba tumepepeshwa na tumelemewa na tuweze kuishi maisha ya kuhudumisha, ndio? Maisha ya kuona kwamba hatuna hatuwezi kuona kwamba hatuna msaada wowote. Ili hali sisi tuna msaada ambao ni Kristo Yesu. Nataka tuweze kusoma kitabu cha Wagalatia 2:20, alafu pia tutasoma kitabu cha Efeso 4-7, alafu tuweza kuendelea. Just speak who you are. Hata kama in the physical it's not being seen, ndio? Mimi ni mtoto wa Mungu. Yes. Mimi nimepona katika Kristo Yesu. Kwa mapigo ya Yesu Kristo nimepona. Ni vizuri kuweza kunena neno la Mungu katika maisha yako. Usinene shida, usiite shida. Don't be identified with problems. Yes. Wana besoma nyesha za hata baba kwa mtambo ita kwa ikali na nje. Alafu Yesu yake sana kali, lakini ukiangalia ukiangalia vizuri unaona those challenges are there. Kwa hivyo sasa ni vizuri uelewe wewe ni nani, so that uanze kujiita kwa kila ambacho Mungu anakuita. Mungu sana. Biblia inatuambia sisi ni viumbe vipya. In Living Bible Translation, in the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Wakorintho wa 2:5-17. Napenda this version ambayo nataka tuweze kuiangalia. Version ya kawaida inasema wakati mtu ako katika Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Hiyo ndio common versions. Hata imekuwa nzuri sisi tunaweza kusoma hapo. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa sana. Tazama, hiyo ni neno la mkazo hapo kwangu mimi. Okay, in the Living Translation inayo inasema hivi, inasema tena, when one becomes a Christian, he becomes a brand new person inside. He is not the same anymore. A new life has begun. Naona vile inasema. Inamaanisha, inasema hivi, wakati mtu anakuwa Mkristo, anakuwa mpya ndani. From the inside. Kuanzia ndani anakuwa mpya. Anakuwa inatumia neno brand new.
a brand new when one becomes a Christian. So you are not the same anymore. As much as una maisha ya nje haibadiliki. Ni ile tu yani Paulo anasema ni Titus ndio. Na wewe unaokoka. Sio issue, but you are a brand new Titus. Amen. From the inside. Hata kama nje hawezi kuona. Hata kama wao kwa kila kitu umeweza munju bisanga engeneza niyo wamenyangano wao kukata sio. Ni mwovu hata zengulo niyo wafu arangano wao kukata. Tangu wakasa hivi kuchange hata kama first time. But from the inside we change. Biblia inasema you become a brand new person from the inside. You are not the same anymore. Wewe ni tofauti. Wewe ni wa Kristo. Wewe Mungu anakupigania. Mungu anakujua. Mwambie sana. You are connected. Nataka nitumie hiyo tena. Mwambie sana. Amen. Uko connected na Mungu kupitia kwa Kristo. Biblia inasema jina lako limeandikwa katika kiganja cha mkono wake Mungu. Mungu anaweza kwa sababu Mungu anaweza mambo yote. Yeye aliumba kila kitu kupitia kwa neno lake. Ana uwezo. Biblia inasema he created all things. In the beginning aliumba hata mbingu na nchi. Aliumba vitu vinavyoonekana na visivyoonekana. Biblia inasema vitu vyote ni mali yake. Dunia yote na vyote vilivyomo ni mali ya Mungu. Mwambie sana. Wanyama wote na vitu vyote vilivyomo mlimani ni mali ya Mungu. Silver and gold belongs to him, ndio? Ni mali ya Mungu. Na kama ni mali ya Mungu, ni mali ya nani? Ni mali ya baba yetu, ndio? Ya, ni vizuri tuelewe hivyo. Hiyo ni mali ya baba yetu. Hata kama haijanikawia, lakini labda wakalo kwa nafasi na au mwana nali au titi. Yesu Mungu akakunda toli daga, ndio? Na labda yani wewe utaendelea tu labda haujafikiria hiyo nafasi ya kupioza kitu fulani. Labda Mungu anataka uweze kupikia kwa mambo fulani. Ndio a release your promise kwako. Lakini sasa because wewe ni mtoto wa Mungu, hizi vitu zote ni za Mungu, za baba yetu. Yeye owns everything. Na ana uwezo wa kufanya jambo, kila jambo hata kama ni ngumu. Yeye anaweza. Kama mimi sana. Kwa hivyo ni wewe kujua neno la Mungu nasema nini kuhusu maisha yako, kuhusu jamii yako, kuhusu watoto wako, kuhusu shamba lako, kuhusu kazi ya mikono yako, kuhusu shughuli zako za kila siku. Mungu anasema nini? Kuhusu your protection. Ulinzi wako tu. Mungu anasema nini? Anasema kwamba atatuma malaika zake. Wataweza kukuchukua, hautaweza kujikwaa, wataweza kuzingira. Neno la Mungu linataja ulinzi. Mungu ameweza kujitolea kwamba hata ulinzi pia atatulinda. Hata upeanaji, provision. Yeye ni Jehova Jireh. Mungu ambaye anapeana mahitaji yetu. Inamaanisha kwamba neno ama ahadi ambayo inasema kwamba atapeana, Mungu ataweza kufanya nini? Atapeana kama vile ameahidi katika neno lake. Kwa hivyo hiyo haitakuwa ngumu. Amen. Nataka tuweze kusimama. Labda nataka tuambie Mungu kwamba sijui